لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Saad Musa Omar, ni mnadhimu wa taasisi ya Al Jazeera. Alhamdulillah, wa Tanzania wenzangu, tunatoa wito kwamba hija ni ibada katika nguzo za Kiislamu. Kwa hivyo ni wajibu wa kila mtu kutimiza kwa mwenye uwezo inshallah. Kwa kweli hali haikuwa mbaya, safari kuwatokea kuanza utaratibu ulikuwa ni mzuri kabisa. Alhamdulillah, na serikali yetu imejitahidi katika kutusaidia kuratibu haya mambo, na tunashukuru alhamdulillah yamefanikiwa. Kuna wengine wameondoka na ndege za kodi ya ndege ya Saudia ambayo imeratibiwa na serikali, na wengine wameondoka na ndege za kibinafsi, lakini utaratibu kwa kweli wote ulifanana chini ya Beitha ya Tanzania na Utahiza ya Zanzibar. Alhamdulillah, safari yetu haikuwa mbaya tokea taasisi yangu mimi ya Al Jazeera mpaka taasisi zingine. Alhamdulillah, tumekwenda salama na tumefika salama, na tumepokewa na viongozi wetu walioratibiwa kutupokea kwa Beitha na Utahiza na ubalozi wa Tanzania. Alhamdulillah, tumefanya ibada vizuri, kama ni tofauti na miaka mingine kwa sababu hali ya hewa kwanza haikuwa mbaya sana, ilikuwa ni nzuri, tofauti kama na mwaka jana. Mwaka jana kwa kweli hali ya hewa ilikuwa mbaya, temperature ilifika mpaka 57, lakini mara hii 48 kwa kweli ni unafuu kwetu sisi. Alhamdulillah, tumefanya hija vizuri na mapokezi kule yalikuwa mazuri, na utaratibu wa Saudi Arabia mara hii wameufanya wa aina yake ambao hata na sisi kwa sababu wamezuia wale wazamiaji ambao ndio wanatuletea shida, wanaongeza idadi alafu wanatuletea shida. Wamejitahidi sana kuzuia. Kama huna vitambulisho ambavyo wanavyohitaji wao ambavyo vinaitwa nusuk, wanakukamata na moja kwa moja jela. Kwa hivyo alhamdulillah, Madina tumefika vizuri na ziara tumefanya vizuri, na Maka tumepokewa vizuri na ziara tumefanya vizuri alhamdulillah, na tumemaliza hija yetu salama, isipokuwa kasoro ziko bado. Mina bado kwa kweli, pamoja na kwamba viongozi wetu wa Beitha wanajitahidi ili tupate makazi mazuri sana. Wamejaribu kuboresha masuala ya mahema, yamekuwa ni mazuri ya kileo na AC za kileo, lakini tatizo bado liko kwenye malazi. Alhamdulillah, tumemaliza salama na tumerudi salama na kila kitu kimekwenda sawa, isipokuwa natoa wito kwa wananchi wenzangu wa Tanzania wenzangu, hii ibada ya hija ni lazima kwa mwenye uwezo. Kwa hivyo akiwa mtu ana uwezo asingoje mpaka akawa mtu mzima. Akiwa mtu mzima inakuwa ni shida, kwa sababu hija ni vitendo. Unaweza kutoka mwezi 9 mwezi 10 ukishasali alfajiri unakwenda Mina, unakwenda kupiga mawe, unakwenda kutufu na kusali na kurudi Mina. Masafa ni marefu, kwa hivyo inahitaji angalau afya. Tusisubiri mpaka mtu awe amestaafu kazi ndio apange mipango ya kwenda hija, au asubiri mwanawe mpaka amalize kusoma apate kazi apate uwezo ndio ampeleke hija. Kwa mwenye uwezo yoyote na muomba, wakati ana nguvu zake asisubiri jambo jingine lolote, kwa sababu mauti na ahadi haimsubiri mtu. Saa yote inaweza kutokea, na huku una uwezo na huku tekeleza hii ibada ya hija. Kwa hivyo wito wangu, mtu akipata uwezo tu basi aende hija akiwa na nguvu zake. Na hasa sasa hivi wito ni kwamba serikali ya Saudi Arabia imebadilisha mifumo ndani ya Januari, maana ikimaliza hija inaanza hija nyingine. Kwa hivyo utaratibu unaanza mara tu kama hivi tumesharudi, kesho tunaanza tena utaratibu wa hija. Kwa hivyo sasa tujitahidi kwamba kuna kiwango maalum. Zamani tulikuwa tunasubiri mpaka Shaabani, Ramadhani, bado still mtu ana nafasi. Sasa hivi Shaabani, Ramadhani, tokea mwezi wa February, January, kuna baadhi ya mambo ndani ya system yanakuwa closed, huwezi kuyafeed tena.
Kwa hivyo sasa hapo iko wewe hujajiandaa, kwa hivyo ina maana wewe hata kama una uwezo hija huna. Kwa hivyo hivi sasa tumesharudi, kwa hivyo tujitahidi tuanze, aliyokuwa na nia aianze sasa hivi ili tupate kuendana na mfumo wa Saudi Arabia wa 2030. Huo ndio wito wangu. Salamu alaikum wa Tanzania wenzangu. لبيك لا شريك لك لبيك